Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Mheshimiwa Selina Henry Kingalame, mbunge wa viti maalum. Sasa ulizo swali lake. Asante. Swali la Mheshimiwa mbunge linauliza, je, serikali ina mpango gani wa kuongeza majengo na hostel vyuoni ili kuwanusuru wanafunzi wanaokutana na mazingira hatarishi hasa wa kike? Swali hili linatolewa majibu na Naibu Waziri Wanu Hafidh Amir. Kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, naomba kujibu swali namba 605 la Mheshimiwa Selina Henry Kingalame, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua kuwa upatikanaji wa hostel ni nyenzo muhimu katika kuhakikisha usalama, ustawi na maendeleo ya wanafunzi vyuoni, hususan wa kike ambao wakati mwingine hukabiliwa na mazingira hatarishi wanapolazimika kuishi mbali na vyuo. Kwa kutambua umuhimu huo, serikali inaendelea kutekeleza mpango wa kuongeza na kuboresha miundombinu ya malazi katika vyuo mbalimbali nchini. Kwa mfano, kwa upande wa vyuo vikuu, serikali inaendelea na ujenzi pamoja na ukarabati wa majengo ikiwemo mabweni mapya 13 yatakayokuwa na uwezo wa kuhudumia wanafunzi 6750. Hatua hii inalenga kuongeza nafasi za malazi ndani ya campus, kupunguza changamoto ya upatikanaji wa makazi na kuwawezesha wanafunzi kusoma katika mazingira salama na yenye utulivu. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa hostel na miundombinu mingine ya kujifunzia kadri ya upatikanaji wa fedha. Aidha, serikali inaendelea kuhamasisha ushiriki wa sekta binafsi na wadau mbalimbali kuwekeza katika ujenzi wa hostel na makazi rafiki karibu na vyuo ili kuongeza upatikanaji wa malazi salama yenye ubora na yanayokidhi mahitaji ya wanafunzi kadri idadi inavyoendelea kuongezeka. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Selina Henry Kingalame, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipatia nafasi ili niweze kuuliza swali la nyongeza. Lakini nimpongeze Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu mazuri ya serikali. Mheshimiwa Naibu Spika, ni ukweli usiopingika, Mheshimiwa Rais amekuwa kinara wa kuhakikisha mazingira ya elimu kwa vijana wetu wa Kitanzania kwa ngazi zote mpaka vyuoni yanakuwa rafiki na salama. Je, serikali haioni haja sasa ya kutumia taasisi zake kama NSSF, PSSF, WHC pamoja na National Housing ili kuweza kushirikiana na vyuo katika ujenzi wa hostel? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu ya swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa mbunge la nyongeza kama ifuatavyo. Kwanza nimpongeze kwa kazi nzuri anayoifanya ya kufuatilia na kuhakikisha kwamba wanafunzi wa vyuo vikuu wanakuwa katika mazingira mazuri. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuwa serikali inaendelea kubaini na kuendeleza fursa za ushirikiano zitakazosaidia kuongeza upatikanaji wa makazi salama yenye ubora na ya bei nafuu, serikali inaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali kufanya mazungumzo ya kuona kwamba taasisi hizi zinaweza kushiriki katika ujenzi wa hostel. Na kama alivyosema kwamba hata zile taasisi za serikali imekuwa ikifanya mazungumzo nazo, na taasisi ambazo wamezitaja tayari zimeshafanya uwekezaji katika miundombinu ya hostel katika vyuo mbalimbali ikiwemo UDOM na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, serikali itaendelea kufanya mazungumzo kuona kwamba wadau mbalimbali wanajitokeza na kuwekeza katika vyuo vyetu hivi ili kuona kwamba wanafunzi wetu wapo katika mazingira salama na hususan wanafunzi wa kike.